Haji Manara anawezekana yuko sahihi kwa kiasi gani kwa kile ambacho anakisema? Kwangu mimi Haji Sande Manara kwanza ni nani ndani ya klabu ya Yanga? Unajua kuna baadhi ya watu ambao tunatakiwa kuweza kujadili wao pia ambao wako na influence kwenye club. Kwa maana alizungumza Arafat Haji kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram, alizungumza kwa maana kwamba msimamo wa klabu ya Yanga ni kutokwenda kucheza mchezo, na Young Africans wakaja wakatoa barua kwa maana kwamba hawezi kwenda kucheza kushiriki huo mchezo mara baada ya tarehe ambayo wao walikuwa wanaifahamu kwenda kucheza, kwa maana tarehe 8 hiyo tarehe kuweza kwenda kupita. Kwa kwangu mimi Haji Manara ni mtu ambaye anakwenda kuzungumza kwa hisia zaidi pasipo kuweka uhalali wa kile ambacho anakwenda kukizungumza, kwa maana kwamba ukisikiliza, kwa maana kwamba yeye anachokitaka ni nini, anachotaka timu isiende uwanjani, anarejea kwenye kile ambacho Young Africans wanakisimamia. Kwa kwangu mimi sijaona kitu kipi ambacho Haji Sande Manara amekizungumza ambacho kiko tofauti na Young Africans, lakini mbaya zaidi kwa kile ambacho amekizungumza unakwenda kuona kwamba kauli ambazo amechagua kuweza kwenda kuzitumia hazijawa ni kauli rafiki, kwa maana kwamba unapokuwa mwanachama au ulipokuwa mshikadau wa soka kuna njia nzuri ya kuweza kwenda kufikisha ujumbe wako, kwa maana kwamba Haji Sande Manara, yes, inawezekana hujafurahishwa na kile ambacho rais wa shirikisho ameweza kwenda kukifanya. Kuna njia rafiki na nzuri ya kuweza kwenda kufikisha ujumbe kuliko kwenda kubwata kama vile kwenye press kwenda kumshushia heshima rais ambaye muda mchache uliopita ametoka kuteuliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kuwa miongoni mwa watendaji kwenye shirikisho. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi kwa Haji Sande Manara kwa njia ambayo ametumia kuweza kupeleka malalamiko yake kwa rais sioni kama ni kitu sahihi. Lakini pia kwa rais wa shirikisho kwa maana ya Wallace Karia, kwangu mimi binafsi na mimi ni miongoni mwa watendaji kazi wazuri sana kwenye hii shirikisho. Unaweza kusema kwamba huyu ni miongoni mwa marais ambaye ana mafanikio makubwa sana kuliko marais wote ambao washaiongoza shirikisho la soka hapa nyumbani Tanzania, kwa maana ya TFF. Sio Tenga, sio wakina Ndolanga wala kina nani. Unaweza kuona kwamba Karia amekuwa ni kiongozi bora sana kwa maana ya mafanikio kwenye club level, mafanikio kwenye national team level, mafanikio pia kwenye kuweza kuhost michuano mikubwa barani Afrika. Tunakwenda kuhost michuano ya AFCON 2027, tumehost AFCON 2019 ya vijana chini ya umri wa miaka 2021 chini ya umri wa miaka 17. Hayo ni mafanikio makubwa sana chini ya rais wetu wale